Somo tunaloliangalia leo ni ufahamu wenye kuzalisha mafanikio ya kudumu. Ufahamu wenye kuzalisha mafanikio ya kudumu. Usisahau, wanaotafuta pesa hutafuta pesa kwa ajili ya mahitaji, lakini wanaotafuta maarifa hutafuta mfumo utakaodumu kuleta pesa. Narudia tena, kutafuta pesa ni kwa ajili ya mahitaji ya muda. Kutafuta maarifa ni kutafuta mfumo utakaodumu kuleta pesa. Na maandiko hajasema wale wasiona pesa mahitaji, wale wasiona pesa mahitaji hawatafanikiwa. Imezungumza habari ya wasiona maarifa, sio wasiona mafanikio. Maarifa ndio msingi wa mafanikio ya kudumu. Kwa tunaendelea leo kama wana mfalme wa mbinguni, tunapaswa kutafuta maarifa kwa kila gharama. Leo tutakuwa tunasimama na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 22. Tutawaangalia Wamisri katika desturi yao walivyokuwa na waandaa watoto, hasa Wamisri kwa maana ya watawala. Sisi ni wana wa ufalme, hatujifunzi mambo ya raia wa kawaida, tunajifunza mambo ya falme. Tutakwenda kuangalia desturi ya ufalme wa Misri. Walikuwa na waandaaji wa watoto wa kifalme, walikuwa na wapa ufahamu gani kwa ajili ya nini? Na sisi kama wana wa Mungu ni kitu gani ambacho tunapaswa aidha kwa maombi ama kwa kujifunza tutafute nini? Matendo ya Mitume sura ya 7:22. Naweza kusoma katika jina la mtakatifu. Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Tunaona ufalme wa Misri kabla mwanamfalme hajamiliki, hajatawala, alijengewa ufahamu wa kutawala na kufundishwa matendo ya utawala. Tunachoenda kuangalia ni kumjenga mtu mwenye uwezo kuliko wengine. Walihakikisha wanampa mtazamo na fikra ajione yuko juu kuliko mtu mwingine yeyote, kwa sababu wao ni watawala. Kwenye hii dunia, kama unataka kuwa juu ya watu wengine, maana yake uhakikishe una kitu ambacho wengine hawana. Maandiko anasema alikuwa hodari wa kunena na alikuwa hodari wa kutenda. Maana yake utamaduni unaodumu ni ule unaotengenezwa kiufahamu. Na ndiyo maana wengi waliofanikiwa katika cheni ya vizazi, nilizungumza habari ya Ibrahimu, alikuwa mfugaji, Isaka alikuwa mfugaji, Yakobo alikuwa mfugaji, akina Reuben alikuwa mfugaji, mpaka Musa alipokuwa anatokea alisema tunaondoka sisi na nini? Na wanyama wetu. Kwa Waisraeli wa kale, ishu ya ufugaji ilikuwa ni utamaduni, ni kitu walichojifunza. Walikuwa wanaanza kufuga, wanaishi kufuga, wanatembea kufuga, wakisafiri wanasafiri na wanyama wao. Kwa mafanikio ya kudumu ni yale yanayotengenezwa katika asili ya utamaduni. Unavyofikiri, unavyosema, aina ya marafiki zako, maisha yako, unavyovaa. Kiroho kina mfumo huo huo. Yesu Kristo anaishi milele. Anasema Musa akafundisha kwa rangi ya nje. Musa alikuwa ni Mwebrania, Mwisraeli, lakini rangi ya ufahamu alikuwa Misri. Uzungumzaji wake alikuwa Misri. Namna anavyoona mambo na kuhukumu alikuwa Misri. Kwa hiyo mtu anaweza akawa na rangi nyingine ya nje au na uraia mwingine wa nje, lakini ndani akawa na utambulisho mwingine. Yesu Kristo anaishi. Sasa Musa aliandaliwa katika mfumo ufahamu wa kiutawala. Kwa ni mtu aliyekuwa na taarifa nyingi sana alizofundishwa, na alipaswa kuwa hodari kuliko wa Misri, iwe kunena au kutenda, ili imrahisishie kutawala. Unaweza ukaona kwamba kumbe chanzo cha utajiri kwa asilimia kubwa,
chanzo cha mafanikio ama akili za kutawala inategemeana mtu ametoka familia gani. Aina ya familia ambayo mtoto ametoka, mtoto anaishi, inatengeneza aina ya mtu, aina ya baba, aina ya mama, aina ya mtu wa kufanikiwa au kushindwa. Na unapokuwa umeiacha familia yako umeenda kwa watu wengine, jitahidi kuua utamaduni ambao umetoka nao, ambao utamaduni huo baba yako haukumsaidia wala mama yako. Unapofika fanya adoption, nenda kaasili ufahamu mwingine. Tumekuja kanisani kuja kuasili ufahamu, tumekuja kuchukua ufahamu, namna ya kuwaza, namna ya kunena, namna ya kuenenda, ili tuyatawale maisha haya. Tuko darasani pamoja katika jina la Yesu. Pigeni ufalme makofi. Mungu alitumia baadaye mfumo huu wa Kimisri katika maisha ya Musa. Moja ya kitu kilichomvutia Mungu kwa Musa ni namna alivyokuwa amesukwa, namna alivyokuwa ametengenezwa, akili aliyokuwa nayo, fahamu alizokuwa nazo. Kumbuka ameishi kwenye familia ya kifalme, kwa mtazamo aliokuwa nao, uongeaji aliokuwa nao, nidhamu na namna ya mambo ya protocol vilimvutia Mungu. Na ndio maana unaiona Biblia, hasa kitabu cha Mwanzo mpaka cha Kumbukumbu la Torati, fikiria kwa enzi hizo, viliandikwa kwa utaalamu. Aliandika alikuwa ameshasukwa, ametengenezwa. Nina uhakika kama Musa asingesimama, wangesimama wakina Haruni, wakina Yoshua, Biblia isingeeleweka leo. Hasa vile vitabu vya Agano la Kale tungevisoma vikiwa randomly, lakini mipangilio, historia ndani yake vinaonekana. Mtu aliyekuwa anaandika hizo taarifa ni mtu aliyekuwa pia na taarifa za kiutafiti kwa namna alivyotengenezwa. Ndio maana ukumbuke, niliwahi kuelezea hapo nyuma kwamba Yoshua alipomrithi Musa kwa haraka sana, wale wa Gibeoni wa Kanaani ambao walikuwa wanawaendea waliwateka Waisraeli kwa hila, wakala chakula pamoja nao, wakapiana mpaka viapo. Kwa nini? Kwa sababu Yoshua hakuwa na elimu aliyokuwa nayo nani? Musa kulikuwa hakuna elimu unaweza ukaipenyesha. Kwa nini? Alishajifunza masuala yote na mbinu zote za kijeshi. Yeye ni mwanamfalme, kwa anajua triki zote, mbinu zote na hila zote anazijua. Sasa tukaangalia baadhi ya ushahidi tunapojifunza namna alivyoandaliwa Musa. Hebu tuende kitabu cha Mwanzo 36 mstari wa 31 na 32. Nataka kuliangalia jambo la kiutafiti ambalo Musa alikuwa ameliandika. Huyu aliyeandika historia ya wafalme wa Edomu ama wana wa Esau, kabla ya Israeli ilikuwa na mfalme Sauli ama Daudi, na hata hawajarudi kwenye nchi ya Kanaani kwenda kuimiliki rasmi. Musa alikuwa na hizi taarifa. Alizipata wapi? Alizipata chuoni. Kumbuka alikuwa kwenye familia ya kifalme. Kwa unaposoma kitabu cha Mwanzo unaweza kujiuliza, taarifa nyingi Musa alizikuta wapi? Watu wengi wanapata shida. Musa, kumbuka, alikuwa ni msomi wa himaya ya kifalme. Kwa hiyo taarifa za falme mbalimbali, za historia mbalimbali, za vizazi mbalimbali, Musa alikuwa hawezi kuzikosa. Hiki ndicho kilichomfanya Mungu akavutiwa na kumtumia mtu huyu, kwa sababu ufalme unajengwa kwenye mfumo wa ufahamu. Narudia tena, ufalme ni mtazamo unaojengwa. Ndio maana kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 8 kimenenwa hivi. Wakati Israeli wanataka mfalme, Mungu alimwambia Samuel, waambie wana wa Israeli, mfalme atakayewamiliki atakuwa na desturi hii, mfalme atakayewamiliki atakuwa na desturi hii. Atataka mashamba yenu, atawataka watoto wenu, atafanya haya na haya. Kwa nini mfalme anakuwa na desturi? Kuna namna mfalme anavyowaza, mfalme anavyoishi, anaishi kulingana na mtazamo alio nao. Kwa ufalme asili yake ni swala la mfumo wa kitamaduni unaojengwa kwa mtindo wa kuishi, kuongea, kutenda na kadhalika. Ndivyo Musa alivyotengenezwa kwa mfumo wa ufalme wa Misri. Kwa unapozungumza habari ya ufalme wa Mungu, unazungumza habari ya mtazamo wa Mungu
na namna anavyotawala mbinguni, ukiwa upo ndani ya watu ambao wanaishi duniani, wanavyotenda, wanavyosema, wanavyofanikiwa na kadhalika. Ndio hasa tafsiri ya ufalme. Narudia tena, ukisema ufalme wa Mungu unamaanisha mtazamo wa Mungu, utamaduni wa mbinguni, na namna wanavyochukulia hali ya mambo huko mbinguni. Na hapa duniani kuna watu wanakuwa na huo ufahamu wa huko mbinguni. Ndio maana nasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mnavyowaza ndo tunawaza, mnavyotenda ndo tunatenda. Ni ishu ya uhamisho wa utamaduni kutoka mbinguni na kuja duniani. Mtauliza baadaye maswali watu wote, afundishwe na wanafunzi wangapi darasani. Yesu Kristo anaishi milele. Alitakiwa kujua kuliko mtu yeyote katika nchi ya Misri, na uwezo huu tumeona uliusaidia ufalme wa Mungu kabisa katika utumishi wake. System waliokuwa nayo Musa kwenye ufahamu ilikuwa na faida sana kwenye ufalme wa Mungu. Kinachofanya Mungu anashindwa kuwatumia watu wengi ni aina ya mitazamo tuliyoibeba. Tu wengi mitazamo ni tasa, haizai. Hatujaandaliwa kutatua matatizo ya watu, tumeandaliwa kutafuta hela kwa ajili ya mahitaji. Wengi tumeandaliwa kukimbizana kutafuta tule nini. Kwa maana Yesu anasema kwenye Mathayo sura ya 6, msihangaike mle nini, mpae nini, mnywe nini. Hangaikeni kutafuta ufalme, manake hangaikeni kutafuta uwezo ili muwe watatuzi wa matatizo. Msihangaikie masuala ya kula ama kunywa, hebu hangaikeni kuwa na uwezo. Huyu ni Yesu anasema, uwezo uliozingatiwa. Kitu cha kwanza ambacho familia kama ya Kimisri kilikuwa kinazingatia mtoto unapozaliwa na anaanza kulelewa ni kwenda kuanza kujenga uwezo kiufahamu, ambapo matendo yote, maneno yote yatazingatia kiwango cha uwezo wa ufahamu. Yale yote atakayoyafanya mtu kwenye maisha yake yatategemeana na kiwango cha ufahamu. Ndio maana hata elimu ambazo zinaeleweka kidogo, unasikia watu wanalalamikia mfumo wa elimu. Elimu maana yake ilipaswa mtu aje na uwezo ambao wengine hawana, wasio na elimu, kwa ajili ya kuyatatua ambayo wengine hawayatatua. Kinachomfanya mtu mmoja awe juu ya mwingine na mwingine awe chini ni ishu ya uwezo kwenye ufahamu. Unajua nini ambacho mwingine hajui, na hata ishu za mafanikio ziko hivyo hivyo. Kwa hiyo ufahamu ndio msingi mkuu wa kuzalisha kwa kudumu. Ukisha kuwa na ufahamu ambao unasababisha matokeo, uwe na uhakika wewe ni tajiri wa kudumu au utakuwa tajiri wa kiutamaduni, na kwa njia hiyo ni rahisi kurithisha watoto, na wao wakijengewa sistimu hiyo wanaweza wakapeleka kizazi kingine. Utajiri unaohama kizazi kwenda kizazi ni ule unaotokana na system iliyojengwa kwenye ufahamu wa mtu. Kiroho kinachoendelea kutoka kanisa moja kwenda lingine. Ni kwa nini mara nyingi unajiuliza, wamewahi kuinuka watu wakina William Seymour wenye nguvu za hali ya juu, walikuwa wakisimama kwenye ibada, watu ambao viungo vimekatika vinaota tena, alafu wale watu wanakufa, linabaki kanisa lenye story, lenye historia za kusimua ambalo limepoa. Kwa nini? Ni kwa sababu ule mfumo aliokuwa na ule mtu ambao alikuwa anafanya alivyokuwa anafanya na kuleta matokeo haukuhamia ndani ya watu wengine. Kuna watu kama mtumishi wa Mungu Kenneth Hagin, alikuwa yeye mara nyingi kwenye ibada yake akianza kucheka ni upako. Yaani iwe ni kicheko ama ni vyovyote, ni upako natoka. Lakini niliona yeye amefariki 2003. Niliona kuna mhubiri ambaye alikuwa mwanafunzi wake ameenda kuhubiri mahali, anacheka, anahubiri anacheka kama bake, nikaona anacheka kicheko kikavu. Manake nini? Manake ule mfumo uliokuwa unafanya kazi ndani ya Kenneth Hagin, akafanya aliyoyafanya, haukuhamia ndani ya watu wengine. Kwa namna ya kuhamisha kizazi cha nguvu kwenda kizazi kingine kuwa na nguvu ni ule utamaduni au mtazamo ambao umerithiwa kutoka mtu mmoja kwenda mwingine.
Kwa hiyo watoto tusipokuwa makini wanaweza kuchukua utamaduni wa kimaskini na wakaenda wakawa maskini. Ndicho kimefanya familia hii, babu maskini, baba maskini, mtoto maskini, mjukuu maskini. Kwa nini? Kwa sababu familia haikuwa na kitu cha kurithisha cha kimtazamo. Tuko darasani ndani ya nyumba. Pigeni Yesu makofi kama kweli. Ogopa sana. Ufahamu ni kitu kimoja cha hatari sana. Nchi kama za Ulaya na Marekani na Israeli wanaogopa sana Waarabu kuwa na maarifa juu ya uvumbuzi wa silaha. Kwa nini? Kwa sababu Waarabu wao ni watu wenye imani yenye madhara. Imani yao huwapelekea kuua wengine. Imani yao hupeleka kupokonya haki za wengine za kuishi na kutawala, wakitaka watawale wao. Sasa watu wa namna kama hiyo wakiwa na silaha za nyuklia, wakiwa na silaha za hatari, wanaweza wakawafuta wanadamu wengine wote wakajijenga wao. Ndio maana unaweza kuona Wamarekani wanapambana kufa na kupona kuhakikisha kwamba Waarabu wanashuka wapi? Chini. Kwa nini? Wakiwa na ule mtazamo wa kuzalisha silaha. Kama unataka kuchukua hela za watu hapa duniani, hakikisha kuna kitu unachowapa. Kama hakuna unachowapa, watadai unawaibia, unawanyonya. Ndio akili ambazo watu wako nazo hapa duniani. Hapa duniani mtu ambaye watu watampenda, watamramba hata mikono yake na miguu yake, ni yule ambaye amelowana mchuzi. Kama hujalowana, hawataramba mikono yake. Hata wana methali wamesema, kidole kichukua kifanye hakirambu. Ni muhimu uelewe eneo ambalo upo hapa duniani linataka utafute kwenye store ya roho yako. Umetumwa una nini? Unataka kuimba nyimbo za aina gani? Unataka kuwa mhubiri wa namna gani? Dunia hii watu wamesikia kelele za aina mbalimbali, wamesikia kelele za dini ile, dhehebu lile, siasa zile. Ni kitu gani kipya unachokuja nacho? Ngoja wakumbushe hapo kidogo, sikumbuki ulikuwa ni mwaka gani ule. Ilikuwa 2011 kwenda na 12. Alipotokea Babu wa Rundo ilikuwa mwaka gani? 2011. Ndio alipotokea Yesu. Na ilikuwa ni 2011. Walienda watu kwa hesabu ambayo tulisikia walienda watu milioni 5. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana wale watu kwenye mfumo, walizama kule, sio wabunge. Watu wote wa vyombo walijaa kule. Kwa nini? Kuna chombo kimoja cha habari kilitangaza kikombe cha Babu wa Loliondo kinajibu, kinaponya magonjwa yote. Watu kusikia hilo, walihamisha watu hospitali. Waliona hospitali wanapoteza muda. Waliwatoa watu kutoka mikoa ya aina mbalimbali. Na kwa Mkwara akasema yeye Mungu amemtokea ni 500 tu. Nakumbuka maaskofu wenye kola zao ndo walikuwa mashemans wa kikombe. Watu waliposikia kwamba kuna majibu, kuna mchungaji mmoja akasema kule Kilimanjaro, akasema bora Mungu ametusaidia. Watu walikuwa wanateseka sana makanisani, afadhali amemuinua Babu wa Loliondo. Kwa hata baadhi ya wachungaji waliona kama ni unafuu. Kwa nini? Wamekana mahubiri ambayo hayana matokeo. Wanamsema Mungu ambaye haoneshi uhai wake. Kwa hiyo niwaambie, kama tunasema ufalme wa Mungu umeshakuja duniani, manake tuna aina ya ufahamu ambao tunatakiwa tuuoneshe kwenye dunia hii. Kuna aina ya maisha ambayo yanatakiwa yaonekane kwenye dunia hii. Yesu Kristo anaishi milele. Mafanikio yanayodumu. Mafanikio yanayodumu ni mtu kujikita kutafuta uwezo wa kuleta majibu. Narudia tena. Mafanikio yanayodumu ni mtu kujikita kutafuta uwezo wa kuiletea jamii majibu ya maswali yao. Wengi angependa kwenda kuhubiri tu kwa sababu anajua maandiko mawili matatu. Majibu, una nini ambacho kama watu wakija na shida zao unaweza kuleta matokeo. Hata mwanasiasa anaweza kapendwa. Yaani mwanasiasa hapaswi kutafuta kupendwa na watu. Anapaswa kutafuta watu wana shida gani, adili nazo, ataamsha mioyo ya watu kumpenda. Hata mwanasiasa wa nchi yoyote duniani, rais yeyote duniani, anayetafuta kupendwa ni mtu asiyejua kanuni. Rais anayetafuta kupendwa, mbunge anayetafuta kupendwa,
Kiongozi anayetafuta kupendwa, mchungaji anayetafuta kupendwa, ni anayefunua uwezo wake kushughulikia matatizo ya jamii. Utakuwa mdomoni mwa watu, utakuwa majumbani mwa watu, utakuwa kwenye kuta za watu wameweka picha zao, watakusema, watakuimba hata nyinyi. Kuna kijana mmoja TB Joshua alipofariki alienda kuimba. Kwa nini alienda kumwimbia TB Joshua? Kwa sababu kuna jambo huyu mtu alipokuwa hai duniani alilifanya kwa ajili yake. Kama tunataka nyimbo za watu, tunataka sifa za watu, tunataka watu watuseme, tutakapoondoka duniani tutaacha nini? Tutaacha hadithi gani hapa duniani? Kama mtu angeambiwa andike kitabu, angeandika kitabu gani hapa duniani? Narudia tena ili kukaza msingi vizuri nielewe. Mafanikio yanayodumu ni mtu kujikita kuiletea jamii majibu ya maswali ambao wao wenyewe hawana, wanahangaika nani wa kuwaletea. Jamii inapokuwa na maswali hayajibiwa, alafu natafuta mapenzi kwao, wanaweza akakuua. Mtu anayeweza kaimiliki jamii ni mtu ambaye matatizo ya jamii anasimamia na hakikisha anatatuliwa. Hiki ndicho ambacho ili kanisa liwe kanisa duniani, ili lipendwe, lifuatwe, linatakiwa lijikite kutafuta uwezo wa kuleta majibu ya maswali ya watu. Tukaangalie mifano ya watangulizi wetu. Kufanikiwa kwa Suleiman hakutafuta fedha wala dhahabu. Suleiman hakutafuta miaka mingi wala adui zake ili waue. Kuna kitu ambacho Suleiman alikitafuta. Kitu kile alichokitafuta kilidumisha utajiri wake mpaka siku anaondoka duniani. Alafu angalia vizuri. Suleiman alipoondoka utajiri wake haukuhamishwa kwa mwanae Rehoboam. Alipoondoka vitu vilisambaratika, mambo yalibadilika. Israeli ikapoteza tena mvuto mbele ya dunia. Israeli ambayo ilikuwa na mvuto kwa ulimwengu wote, watu walitoka mataifa na mbalimbali wakaenda Israeli. Alipoondoka mtu aliyekuwa anaifanya kuwa na mvuto, Israeli ilirudi katika daraja la kawaida kwa sababu ya aina ya mtu ambaye alibadili ofisi. Niwaulize swali. Mnadhani angekuwepo Yesu Kristo hapa leo ndiye mchungaji, nini kingetokea? Mko ndani ya nyumba nauliza maswali. Yesu angekuwa leo ndio yupo ameshika mic, unawaza nini? Sasa sisi tumechukua nafasi yake ile. Huoni kuna mahali tunashika? Yaani kama anasimama leo mchungaji anasema yeye kweli ni mtumishi wa Mungu, yeye kweli ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, yeye kweli amerithi kazi ya Yesu Kristo, kama hana action kama za Yesu, natakiwa kujiuliza kwamba uchungaji wangu nimechukua kwa nani? Kwa sababu ili Yakobo awe kama Ibrahim, alihakikisha alichokuwa anafanya Ibrahimu ndo alikuwa nacho, mtazamo Ibrahimu alikuwa nao, ndio maana alikuwa anafuga wote. Kwa hiyo bahati mbaya ambayo tuko nayo katika jamii iliyokuwa kubwa sana, tumejengewa ufahamu wa kutafuta pesa kwa ajili ya kukimbizana na mahitaji. Hatujajengewa kutafuta uwezo wa kutatua matatizo ili tudumu kuwa na pesa mpaka tutakapoondoka. Ukitafuta pesa, kuna siku zitapotea kabisa, utaziona. Ukitafuta pesa, ukitafuta mali, inaweza kaanguka. Kisa cha Malkia wa Sheba aliyeshuka Yerusalemu aliposikia kuna aina ya mtu ametokea. Na Malkia wa Sheba aliposikia habari za Suleiman juu ya jina la Bwana, alikuja ili amjaribu kwa maswali ya fumbo. Ukisoma tafsiri nyingine, Biblia nyingine inasema alikuja amuulize maswali magumu. Alikuja amuulize maswali magumu. Alikuwa na maswali ambayo yeye amekosa majibu. Alipofika Yerusalemu, aliangalia vitu ambavyo Sulemani amevifanya kwa ufahamu wake. Aliangalia majengo, aliangalia namna alivyowashepu watu, aliangalia namna vyakula na vyakula, jinsi alivyopangilia hali ya mambo. Akagundua ujamaa na ufahamu. Na alipomwambia maswali yake magumu aliyokuwa nayo, Suleiman alimpatia majibu ya maswali yake yote. Maandiko anasemaje? Malkia, ukisoma Biblia nyingine anasema hakusalia na roho ndani yake, aliyeyuka
Akasema wao, angalia, kilichomyeyusha Malkia wa Sheba sio pesa. Kilichomyeyusha Malkia wa Sheba sio magari. Kilichomyeyusha Malkia wa Sheba sio ufalme wa Sulemani, kwamba Sulemani ni mfalme. Ni uwezo aliokuwa nao wa kuyatatua ambayo wengine hawayatatua. Ndicho ambacho kilimshoka. Tukaangalie baadhi ya maneno pale. Anasema ile mstari wa 2, akaingia Yerusalemu na wafuasi wengi sana, na ngamia wachukuao manukato na dhahabu nyingi sana na vito vya thamani. Alipomfikiria Sulemani, akazungumza naye mambo yote aliyokuwa naye moyoni, naye Sulemani akamfumbulia maswali yake yote, wala hakukuwa na neno alilofichwa mfalme asimwambie. Naye Malkia wa Sheba alipoona hekima yote ya Sulemani na nyumba aliyokuwa amejenga na chakula cha mezani pa kusimamia kwao wangoje wake, na daraja yake ya kupandia mpaka nyumba ya Bwana, roho yake ilizimia. Unaweza ukaona ufahamu, uwezo aliyokuwa nao Sulemani wa kusababisha matokeo. Ndicho kilichokuwa shock ya dunia ya wakati wake. Unaweza ukawa na pesa usiwe chochote, unaweza ukawa na mali usiwe chochote, unaweza ukawa rais na usiwe chochote, na unaweza ukawa rais ukafanya tofauti na marais wengine wanavyofanya, na ukaigusa mioyo ya watu kwa namna ya pekee. Ndio maana unaweza ukaona alikuja rais Marekani aliyekuwa maarufu, kila nchi alikuwa anawika, alafu wakaja marais wengine, unahisi kama Marekani haina rais. Amen. Kwa nini? Ni nini unachofanya kwenye urais wako? Ni nini unachofanya kwenye ubunge wako? Ni nini unachofanya kwenye waziri wako? Ni nini unachofanya kwenye elimu yako? Ni nini unachofanya kwenye uchungaji wako? Ni nini unachofanya kwenye uinjilisti wako? Ni nini unachofanya kwenye uimbaji wako? Hicho ndicho kinachoweza kukutofautisha na mtu mwingine. Ukisema mke wangu amewapita wote, lazima tuambie amewapita nini ambacho mwingine hawezi kufanya. Yesu Kristo anaishi milele. Tuangalie, na tunazungumza, mtumishi anaelezea somo la mafanikio, na mimi nakuja kukazia kitu ambacho ni muhimu sana ukizingatia. Kitu ambacho ni cha kudumu kuleta mafanikio. Tumesema ni nini? Ni uwezo wa kutatua matatizo ya watu, aidha kijamii, kiroho, yani katika namna yoyote unayokuwepo hapa duniani. Elewa umeletwa kwa ajili ya kuleta suluhisho. Mstari wa 10, Malkia alifanya nini baada ya kupewa majibu yake yote? Sulemani hakuwa naomba hela, wala hata mbele za Mungu hakuomba hela kama wengine ambavyo wanafikiri ndio maombi. Ile Wafalme wa Kwanza 10 mstari wa 10 anasema, basi akampa mfalme talanta za dhahabu 120 na manukato mengi sana na vito vya thamani, wala haukuja tena wingi wa manukato kama hayo Malkia wa Sheba aliyompa mfalme Sulemani. Maandiko anasema Malkia alivyotatuliwa matatizo yake, Malkia alivyosaidiwa. Maandiko anasema alitoa mawe ya thamani, dhahabu na kila kitu kizuri alichotoka nacho kwenye nchi yake, alimwachia mfalme kama shukurani ya zawadi kwa majibu ulionipatia. Kanisa, hiyo ndio njia yake ya kufanikiwa. Ninaposema kanisa, ninamaanisha wewe unayemwakilisha Yesu Kristo, ambaye wewe ndio kanisa lake. Wewe ni suluhisho. Ndio maana kama Mungu akikusaidia ukipata kazi kwenye mfumo wa serikali, ukiwepo pale, usiende kuwa virus, usiende kuwa mojawapo ya watu wanaotengeneza chuki kwa watu. Suluhisha matatizo ya watu, pitisha mambo ya watu, yafanye yanavyotakiwa, mruhusu anayetakiwa kupita, mzuie anayetakiwa kuzuiliwa. Tuko darasani nyewe watu wa Mungu. Kwa hiyo kitu ambacho Sulemani kilimdumisha kuwa na mali ni uwezo. Ni nini unachoipa jamii? Unafanya nini kwa kanisa ili uache kumbukumbu? Ngoja niwakumbushe kidogo. Mnakumbuka kwenye kanisa lililokuwepo kule Yafa, kulikuwa na dada mle kanisani alifariki. Watu walitaka afufuliwe ili arudi kuhubiri ama kae kanisani, ama walitaka afufuliwe kwa jeni. Watu waliona huzuni sana sababu amepungua mtu kanisani, walikuwa kadhaa kaondoka mtu. Wakasema kwa kuwa amepungua, tumuombe Mungu afufuliwe. Sema kumbuka.
Kitu gani kilichomfanya akafufuliwa? Wakati Mtume Petro anaenda kule Yafa, alikuta watu wameshika ni mikononi mwao, wameshika nguo, ni kama walikuwa wanamwambia, kuna nani anayeweza katatua matatizo yetu ili turuhusu yazikwe? Kama hakuna mtu, basi afufuliwe. Dorcas alifufuliwa kwa sababu hapakuwepo na mtu ambaye alikuwa anafanya anachofanya ndani ya kanisa. Nina uhakika pale Yafa walikufa wengi, watu wakasema mwache aende akapumzike na Bwana. Nakumbuka msiba wa rais wetu aliyepita, watu walikuwa na ninadhani uwanja wa ndege ama ni wapi, watu mpaka walianza kuvunja kingo, watu walikuwa wanalia mabarabarani. Kwa nini? Unajua alichokuwa anafanya. Ndicho jamii ya wanadamu itaka ikubali. Achana kutafuta na kibali cha watu, tafuta shida za watu. Acha kutafuta hela za watu, acha kutafuta kibali. Utateseka, hutakipata. Kibali ni thawabu inayotolewa na watu baada ya kukuona wewe umekuwa suluhisho la matatizo yao. Narudia tena, kibali ni thawabu anayoitoa watu kwa mtu, kwa mume, kwa mke, baada ya kuona kwamba huyu mtu ni suluhisho, uwepo wake ni suluhisho. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Pigeni Yesu makofi. Uwezo huu wa Sulemani ulimletea mvuto na kibali kisichokuwa cha kawaida. Unataka mvuto duniani? Jitengeneze kuwa mtu wa thamani, hautakosa mafanikio. Mtu wa thamani ni mtu aliye na kitu ambacho ni suluhisho kwa watu wengine. Kutafuta pesa hakutakupa thamani, bali kuwa na uwezo kunaweza kukupa thamani. Tuangalie, twende mstari wa 24. Nenda kitabu cha Wafalme hicho sura ya 10 mstari wa 24 na 26. Taarifa za Sulemani zilianza kuvuja kwenye ile sura ya 3 aliposuluhisha kesi ya watu wa mama wawili waliokuwa wanagombania mtoto aliyekufa. Wanamkataa aliyekufa, wanamgombania aliye hai. Sulemani yule jana alikuwa anashindwa mambo mengi, kesi nyingi zilimshinda. Akagundua kwamba ishu sio kuwa mfalme, ishu ni nini ninachofanya kwenye ufalme wangu. Alianza kutafuta, ndo siku moja alibeba ng'ombe 1000 za sadaka, akaenda kwenye maombi ili atafute uwezo ambao wengine hawana. Twende Wafalme wa Kwanza 10:24 na 25. Ulimwengu wote ukamtafuta Sulemani uso wake ili waisikie hekima yake Mungu aliyomtia moyoni. Ulimwengu wote haukwenda kuangalia Sulemani kama ni mfalme, no. Walienda kumwangalia jamaa, mdomo wake unatoa nini? Maneno yake yanasababisha matokeo gani? Watu walikuwa wanatoa shuhuda kila mahali. Ikawaje? Mstari wa 25. Wakaleta kila mtu zawadi yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi na silaha na manukato na farasi na nyumbu, hesabu yake ya mwaka kwa mwaka. Suleman akakusanya magari na wapandao farasi, naye alikuwa na magari 1400 na wapandao farasi 12,000. Angalia, wanasiasa wanatumia pesa nyingi. Wanachotafuta nini? Kibali. Wanatafuta thawabu kwa watu. Kumbe wala kibali hauhitaji kutumia pesa nyingi, uongo, kutafuta watu kukupamba na kadhalika. Tafuta nini? Watu wana shida gani? Wapelekee. Kama ni maji, wapelekee. Kama ni umeme, wapelekee. Ni ishu gani? Wapelekee. Alafu nyamaza, utasikia nyimbo mtaani. Sasa mahitaji yao una shida, na alafu nataka kibali kwao. Ndugu yangu, hautakipata. Hii ndio kanuni inayofanya kazi hapa duniani. Ni mambo ambayo unapaswa kuwafundisha watoto. Mfundishe mwanao kwamba mwanangu, hii dunia, kama unataka kuwa na thamani kwa watu, hakikisha thamani hiyo ni wewe. Unachofanya kwa jamii ndicho kitakachodumisha thamani yako. Nje na hapo una maisha. Kwa uwezo hujenga thamani ya mtu katika jamii, katika kanisa. Uwezo hujenga thamani ya mtu kisiasa, hujenga uwezo wa mtu kwenye imani na kukuza mvuto kwa watu. Thamani na mvuto havitafutwi, ni thawabu unayopewa. Tuko darasani, wewe ni boss, una kitu gani ambacho wafanya kazi siku akisema unahamishwa na. Niliona mwalimu mmoja, sijui ni wa sekondari ama ni wa primary, walimwisha mtandaoni, alitangaziwa kuhama. Walimu walikuwa wanalia vibaya sana. Unajiuliza, walimu walikuwa wanalia, wanafunzi wanalia.
bila shaka kama wanalia, kilio chao ni tutapata kweli mtu aliye kama huyu? Ni muhimu na polisi nafasi ya mtu ambaye watu walikuwa namwelewa. Ukitaka wakuelewe, manake uende ukafanye edha kama yeye au mfanye mara mbili yake, lakini ukifanya chini ya kiwango watakuua ukiwa uko hai. Ninamaanisha mioyoni mwao watakuwa hawana mkuu, watakuwa hawana kiongozi, watakuwa hawana mchungaji. Tuko darasani. Mvuto, nimesema mvuto na thamani vinatengenezwa, ni thawabu. Lakini ukiwa unatafuta kibali, unatafuta no, havitafutwi. Usitafute pesa. Unaitafutia wapi? Waliobuni vitu duniani, walio na uwezo wa kubuni vitu, pesa zinawafuata. Tafuta ni mchango gani nitatoa kanisani, mimi nitakuwa na mchango gani? Kwenye familia tuko watoto 4, mimi nitafanya nini? Tuna watoto 3, wenzangu wanafanya nini, mimi nafanya nini? Kitu gani? Kama leo ningefariki kwenye familia, kingeliza wana familia, ni nini nafanya kwenye namba nilionayo? Unaweza kuwa na watoto 7, una mizigo 7. Umesahau lile andiko ambalo limesema kwenye ile Ruthu sura ya 4. Maandiko anasema Ruthu alikuwa na thamani ya watoto 7, tena wanaume wenye nguvu. Mtu huyu Naomi, watu walimwambia wakasema, yeye akupendaye, binti anayekupenda amekuzalia mtoto wa kiume, kwa sababu binti huyu kuwa naye ni kuwa na watoto 7. Yaani unakuwa na mtoto mmoja. Angalia Rebeka alipoambiwa ana mimba, alipokuwa na ujauzito watoto wanamsumbua watu mmoja, aliambiwa umebeba mataifa, hakuambiwa umebeba watoto 2. Umebeba mataifa 2, umebeba nchi 2 ndani yako. Tumekuja hii dunia, Mungu hakututuma tuje tujae tu hapa tuhangaike tutafute tule nini. Ametutuma kuwa suluhisho. Tafuta kwa kila gharama kuwa na uwezo. Ninatafuta na naendelea kujipanga rohoni mwangu niwe aina mchungaji ambaye anaweza kawa na kitu cha pekee na cha tofauti kwa kuleta matokeo na si vinginevyo. Ukiwa na mtazamo, unaenda kuyashinda maisha, unaenda kuyashinda magonjwa, unaenda kuyashinda matatizo, kwamba niko hapa kwa ajili ya suluhisho. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho kinaweza kuniua. Magonjwa mengi yanasaidiwa na fahamu zetu, yanasaidiwa na fikra ambazo tuko nazo kujihusu. Kwa hiyo umeona namna watu walivyokuwa wametengenezwa. Suleiman alielewa kwamba kuna aina ufahamu na uhitaji niwe na uwezo fulani, na hili sababisha mvuto kwa dunia nzima. Nikasema alipolala Suleiman kwenye ile Wafalme wa Kwanza 11, alipofariki Suleiman, Israeli ilikosa watalii. Dhahabu, fedha, wanyama na vitu vilivyokuwa vinapelekwa vilikatwa. Kwa nini? Watu hawana shida na mtu, hawana shida na mfalme, hawana shida na mrefu au mfupi, wana shida amekuja na nini duniani. Ndio maana ukiiba leo watu wanakuua. Kwa nini? Dunia ina shida na uhitaji, alafu wewe unakuja tena unaifilisi, wanakuua. Kwa sababu dunia inataka isaidiwe. Kwa kila binadamu anayekuja hapa duniani anahesabika kama anakuja kuleta msaada. Inasadikika madawa ya uzazi wa mpango ni matokeo, waligundua kwamba watu wengi wanaozaliwa hasa nchi za Afrika ni walaji, hawaleti chochote, ni consumers, ni watu wa kula tu, wapo tu wamejazana duniani. Kwa kaamua kuanzisha mpango wa kuleta uzazi wa mpango ili kupunguza population ya watu ambao hawana faida. Hiyo ndio sababu ni mfumo wa uzazi wa mpango, kuhakikisha kwamba uzazi unakuwa wa shida. Anachatua watoto tu, hajiulizi maisha, hajiulizi atasomeshaje, hajiulizi atawajengea talawati, yeye anachatua tu, analeta tu. Ndio maana unaona watu ambao wao wanaleta michango duniani wameona ni kama wananyonywa misaada, wanaamua kuja kupunguza population. Tunaongezeka kwenye kuzaa, hatuongezeki kiufahamu. Dunia itakupenda, itakupa thawabu ambayo ni kibali na zawadi zao wanapogundua kwamba wewe unatatua shida zao. Angalia watu kama TB Joshua, ni nchi gani watu hawajaenda kwake? Watu wenye fedha walikuwa wanatoka hapa kwenda kusali Nigeria, wengine walikuwa hapa Dar es Salaam na maeneo mengineyo, wanaweka TV, zinaanza kule na wako ibadani. Kwa nini wanafanya? Kwamba makanisa haya anachofanya yule sicho anachofanya mtu mwingine. Kinachotofautisha mwanamke huyu na mwanamke huyu ni uwezo ndio nao. Twende kwa haraka tukamwangalie Bwana wetu Yesu Kristo. Tukaangalie Yesu Kristo alifanyaje wakati wake. Yesu pia hakutafuta vitu ambavyo wanafunzi wake leo wanavitafuta na kuvihangaikia sana: fedha,
si mavazi. Aliwaambia wanafunzi wake, msihangaikie hayo. Kuna kitu ambacho wewe kama mwanafunzi wangu unatakiwa kukihangaikia. Fungua Luka sura ya 8 mstari wa 1 na 3. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale thenashara walikuwa pamoja naye. Angalia mstari wa 2. Na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Susa na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Sababu ya kina Mariamu kumhudumia Yesu kwa mali zao ni kwa sababu Yesu alikuwa suluhisho kwenye masuala ya afya. Ule mtazamo kwamba alitengenezwa kimtazamo kuwa mtu wa suluhisho na si kuwa mtu wa shida. Thamani ya Yesu wakati wake, alikuwa ni mtu mwenye ufumbuzi na maswali ya watu, magonjwa ya kila aina, madhaifu ya kila aina, wafu alifufuka. Yaani alikuwa watu wakiwa na vilio, ghafla wanaanza kucheka. Fikiria Bethania, Mariamu na Martha walikuwa wanalia, kaka yao anaonekana alikuwa ni wa pekee. Yesu akafika pale akamwambia msilie. Akaamka, wakasema tunajua siku ya mwisho. Akasema mimi nayefufua siku ya mwisho nafufua leo. Akamrudisha Lazaro aliyekuwa amekufa, amezikwa, ameoza, akawa hai. Niambie hiyo familia kama walikuwa na milioni 20 hawezi kumpa Yesu? Simama kwa miguu yako, hawezi kumpa? Kwa nini? Kama tunataka tufanikiwe, tuache hela za watu, tuoneshe watu uwezo wetu, tuoneshe vipawa vya mbinguni ambavyo tumetoka navyo. Tushughulike na HIV, visukari, kansa, mateso, magonjwa. Tukifanikiwa hapo, hakuna haja ya kuhangaika ninunulieni gari, tuitishe mchango, kila mtu atoe 20,000, mchungaji na magari. Hii ni michango ya lazima na ni kunyonyana. Leo ni rahisi tu kuta mchungaji anaumia na kuhangaika, anataka we na gari. Ni kitu cha kawaida kweli kwa nacho. Lakini jiulize wewe unafanya nini? Kwani kuna haja ya kuomba gari? Kuna kiwango kikifika, Sulemani magari yalimjia. Maandiko anasema alikuwa na magari 1000 kadhaa, magari ya kutembelea ya wakati wake. Hakuwahi kuomba gari, lakini alikuwa na magari mengi. Hakuwahi kuomba wanyama, aliletewa wanyama. Hakuwahi kuomba miti ya msandari na mierezi, lakini aliletewa. Kwa nini aliletewa? Alikuwa suluhisho. Kwa Yesu Kristo alipokuwepo duniani, alipotoka mbinguni, hakupewa hela ya kuja hapa imsaidie kuhubiri. Hakupewa mavazi, alizaliwa tu na mwili vile vile kama tunavyozaliwa uchi. Akaanza kusaidiwa. Uwezo wake ndio uliorahisisha maisha yake. Kinachorahisisha maisha ni uwezo. Nikukumbushe agizo lake. Aliwaambia hivi, Matendo ya Mitume 1:8, mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, alafu nanyi mtakuwa ni mashahidi wangu Yerusalemu. Yesu aliwaambia pokeeni uwezo, pokeeni nguvu, muwe mashahidi wangu Yerusalemu, wa kuleta matokeo. Aliwaambia wakahubiri dunia nzima na hakuwapa hela. Pesa ya kwanza kusafiri kwenda dunia nzima walikuwa wanaipata wapi? Walikuwa wanaenda kuipata kwenye power walikuwa wanaenda kuimiliki. Power hiyo ambayo ingesaidia kuleta matokeo. Matokeo hayo yangewafanya watu na wao walete thawabu zao. Kwa hiyo mtaji wa mitume ilikuwa ni kupokea uwezo. Anasema mtavikwa uwezo, na mkisha kuvikwa nguvu mtakabiliana na mambo yanayowatesa watu, mtakabiliana na magonjwa. Pesa za watu zinaishia hospitalini, pesa za watu wanazipeleka, wanahangaika na waganga, wanatapatapa kuna. Kwa nini? Kwa sababu dunia imejaa mashambulizi kwa wanadamu. Na kama atatokea mtu ambaye atakuwa na suluhisho, akawa na uhakika wa matokeo, awe na uhakika wa maisha yake. Kwa hiyo ninakupa challenge leo. Kama una hamu ya kuwa mhubiri, nikushauri, kama hautafanikiwa kuwa na nguvu, achana kabisa kuhubiri, kaa tu kanisani. Kama hatutakuwa na uwezo, kwa miaka inayokuja nyumba za ibada zitabaki na watu. Nilimsikia kiongozi mmoja wa dini fulani kule Nigeria. Aliamua kwenda kwa mganga kwa sababu aligundua watu wanatoka ibadani wanawatafuta wachungaji wenye uwezo ambao wanaweza kukabiliana na shida zao, kuliko wamekaa mchungaji hana uwezo. Ni fedheha na aibu kuwa na waumini Dar es Salaam
alafu na waona wako South Africa wanatafuta msaada, unaona kwenye TV, unaona Nigeria, unaona wapi, alafu na amani umenyamaza, alafu na wakemea wanatangatanga. Kuna kitu ambacho huna, kuna kitu ambacho huna. Bwana Yesu asikwambie. Ngoja niwakumbushe kidogo. Katika watu wa kweli waliowahi kumsaidia mfalme Sauli ni maafisa wake. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16, walimwambia hivi, angalia roho mbaya kutoka kwa Bwana na kutesa. Wale watu walimjua Sauli alikuwa ni mtu ambaye Biblia inasema kila alikokwenda kupigana alishinda. Alishinda kila alikokuwa anaenda. Ukisoma ile Samueli wa kwanza 14 ile 47, kila alikokwenda alikuwa anashinda. Baadaye watu wale wakamuona ameacha kutoa matokeo, wakamwambia, angalia wewe hapo ulipo uwezo, huna mchungaji, huna baba askofu. Hawa ni watu wa kweli. Tupate wapi watu wa kweli? Na je, tuko tayari kwa ukweli? Wakamwambia, angalia Bethlehemu kuna mtu ana uwezo kwa nyumba ya mzee Yesu. Kuna mtu akiletwa hapa, kuna mtu akija hapa patabadilika. Kilichomnadi Daudi ni uwezo aliokuwa nao, na kilichomwangusha Sauli mfalme ni uwezo ambao ulikuwa umeshapotea. Thamani za wachungaji ni kile walicho nacho kuelekea watu. Thamani ya viongozi wa kisiasa ni kile wanachokuwa nacho kuelekea watu. Kwa hiyo waonye nyie mnaokuwa, kama huna mchango wote dunia kuhusu thamani yako, sahau. Dunia hawatakupigia makofi, dunia hawatakuandika kwenye mashairi yao, dunia hawatakusema, na ukiondoka utakuwa tu ameondoka kama kiumbe cha kawaida tu. Lakini kama unafanya jambo, msiba wako utakuwa mgumu, maisha yako yataandikwa na kusema. Leo tunamsema mtu anaitwa Ibrahimu, Isaka, Yakobo, ni miaka mingi, miaka maelfu yaliyopita, lakini wako maarufu mpaka sasa hivi. Tunawasema mpaka sasa hivi. Kwa nini? Kuna mambo waliyafanya ambayo yanagusa jamii kubwa duniani. Kwa hiyo ni wasihi, tunapozungumza habari ya mafanikio, msingi wake mkubwa wa mafanikio, uwe na kitu cha kuipatia jamii duniani, ama kiroho au kimwili. Pesa zao, heshima yao, kila kitu walicho nacho watakupatia. Nabii Elisha alitembelea Shamu. Mfalme wa Shamu akasikia kwamba nabii ameingia mjini, akamtuma Hazaeli ambaye alikuwa mtumishi wake, akamtuma na ngamia 40. Fikiria leo kama ni mafuso 40 ya mizigo. Ameenda kampokee, muulize, je, nitapona ugonjwa huu? Mfalme ameambia kuna mtu ameingia, anamfahamu, akasema kamuulizie swala lake. Ngamia hakwenda kuomba mzigo, anatembea na uwezo. Unapokuwa na uwezo, una uhakika na fedha, una uhakika na mavazi, una uhakika na heshima, una uhakika na thamani. Ndicho hapa Golani tupambane kukijenga, kinaweza kikalikuwa kanisa la kueleweka. Tukishindwa, tumeshindwa wakati wetu. Tusije tukahangaika kwamba mbona maisha ni magumu. Ugumu wa maisha unatokana ni nini unachotoa. Mwangalie mwenzako usoni, mwambie, leo ungekufa tungepata sababu gani ya kufua? Hebu muulize. Yaani tungeshika nini ndo amekuja Petro mwenye upako tuseme lazima arudi? Nyimbo nyingi mnaimba za zamani, sasa utapata sababu gani? Yaani nini ambacho unafanya hata mwingine anatamani akuige? Au kifa, yaani ifike mahali paka mchungaji aseme Mungu hapana. Kasome kwenye maandiko. Maandiko anasema Epafrodito aliponywa kwa ajili ya Paulo. Yaani mtu alikuwa anakufa, Mungu akaamua kumponya kwa ajili ya Paulo. Manake huyu mtu alikuwa na faida kwa wepo mtumishi wake. Jamani, amen. Kama ni mtoto, wapiku wenzako kwenye familia. Unawapiku kwa namna gani? Ni nini familia inahitaji kifanye? Lete suluhisho, lete matokeo. Uwe na uhakika thamani yako inatengenezwa na kile unachotoa kwenye familia, kama mke, kama mume, kama mchungaji, mzee wa kanisa. Ni nani? Unafanya nini? Ukitaka kuambia watu kuhusu kibali, tunakimbilia vitu vingine kuomba. Suleiman aliomba uwezo, hakuomba kibali, hakuomba miaka mingi, hakuomba apewe mali, hakuomba Mungu nisaidie nitawale kuliko mtu mwingine. Aliomba awe na uwezo wa kutatua matatizo yaliyokuwa yanamshinda. Akamwambia Mungu, nataka niajue mema na mabaya ili nitoe hukumu iliyo sahihi. Mungu akasema, jamaa nataka uwezo Akamwambia, uwezo nimekupa, lakini ukuomba mali utakuwa nayo. Kwa nini? Ukisha kuwa na uwezo, mali unakuwa nayo.
Ukisha kuwa na uwezo na ufahamu, mali unakuwa nayo. Amen. Usisahau, ufahamu wenye kuzalisha mafanikio ya kudumu. Ndio somo letu ambalo tumekuwa nalo. Mafanikio yanaweza akaja yakaondoka, mahusiano yanaweza akaja yakaondoka. Yaani jiulize, kama ni mume leo ningefariki, mke wangu angelia kiasi gani? Kuna mahali mtu anaweza kalia ushahidi tu. Niliwahi kuwasimulia hapa nikasema, kuna mama mmoja mahali fulani alikuwa analia kwenye msiba, halafu marafiki zake nao walikuwa analia wakimhuzunikia mwenzao kwamba potelewa na mume. Mume ni kitu kikubwa. Wakati wenzie wanalia, kaona wao wanalia, wao hawajui analia nini, naye akaona wanalia kwa maumivu. Akamchukua rafiki yake akaenda naye pembeni, akamwambia, wewe acha kulia bana. Akasema, unajua kwa nini nalia? Akasema, siamini kama limekufa. Kwa sio kilio unachokiona kila msiba ufikiri watu wanalia kwa maumivu. Yaani kuna mahali mtu anajiuliza, kaenda kweli au atarudi? Sio akawa anataka kumzika akafufuka tena. Kwa vilio viko vya ngapi? Mbili. Kuna kilio cha kupoteza mtu mwenye faida, na kuna kilio tatizo limeondoka. Ndio maana kwenye Biblia unaposoma kuna watu vifo vyao watu wanamshukuru Mungu. Mfano mfalme Ogu na mfalme Sihoni, wafalme wa Amori. Unasikia mwandishi wa Zaburi anasema, ushukuriwe Mungu kwa sababu ulimuua Sihoni na Ogu. Yaani wewe kifo chako watu wanashukuru. Can you imagine? Kasome Biblia. Unasikia Goliath anakufa, watu wanashangilia na kumshukuru Mungu. Wanaenda kutoa mpaka sadaka kwamba Mungu asante, Goliath kafa. Muangalie mwenzako usoni, ambao ukiondoka Tanzania uenda hata rais wako sasa na habari kama umeondoka. Kuna mtu akifariki anawekwa kwenye mwili, unawekwa kwenye friji muda mrefu sana kwenye jokofu. Watu wanakaa wanajiuliza tufanye nini? Yaani wanatamani kama kungekuwa na namna yote arudishwe. Dunia hii, thamani yako na umuhimu wako ni majibu utakayokuwa nayo. Kwa mimi ni kwazi, achana na imani ambayo haina matokeo. Haijalishi nafasi ulionao katika kanisa. Wewe kama mwanafunzi wa Yesu Kristo unayo nafasi ya kumwakilisha Kristo katika nguvu, katika hekima yake na kila lilivyokuwepo. Hakikisha imani yako inaleta majibu. Hakikisha nyimbo zako zinaleta majibu. Hii dunia itakuthamini mpaka mwisho.